Kuna watu wanasema Mzuga ni one time. Una ujumbe kwao? Mimi nawahurumia sana. Wao wanasema Mzuga ni one time. Yaani hata ingekuwa ni brada yangu ambaye anasimama na Mzuga, ningemwambia aache kupoteza wakati. Mzuga is a sure bet. 2027 nitarudi kwa kiti changu kama MCA Mbololo. Na sitarudi kwa sababu eti mimi ni mzuri sana kushinda mwingine. Nitarudi kwa sababu la kwanza najiamini. Na niko na ndoto. Na ndoto yangu si ya kibinadamu vile watu wanafikiria. Unajua hata Daudi watu walimwangalia kibinadamu tu. Na yule Yese anaambiwa kwamba kuna mtoto tutataka tumpake mafuta. Wakatafuta kimwili, wakamaliza. Wakaambia kuna mwingine ameenda kuchunga. Huyo mwenye ameenda kuchunga ndio mwenye tunamtaka. Sasa watu wengi wamemchukua Mzuga wakampatia judgment ya kibinadamu. Lakini hawajui kwamba ndoto yangu ni ya kiungu. Kwa hivyo mimi nasema ukweli kabisa, na tutakuja turudi hapa kwa hii studio ndugu yangu. Ukweli kabisa 2027 the returning officer anatangaza Lawrence Mwanjala Mzuga, na tena nitashinda na kura nyingi kuliko zile nilipata. Juzi nilipata kura zaidi ya 3000. Nafikiri mimi na ndugu yangu Azar tulikuwa tunafuatana hivi. We had the highest number of votes out of the 20 MCAs in the county. I will get more votes in the coming election than the ones I got last. So mimi naambia wenzangu wapige msuli. Wajua katika mpira bwana, ndugu yangu, kuna kuanga na mashabiki ambao ni wananchi wanashangilia timu zao, lakini pale kwa line kuna kuanga na wachezaji wanakaza msuli wakingoja eti kutakuwa na injury, labda wangoja labda watapigwa substitute. Sasa hivi nimeshapiga goli 2 na kama wananchi wa Mbololo bado hawajaridhika na goli 2. Wanasema kwamba goli 2 bado za kuombolewa. Kwa hivyo lazima wanipatie tena nafasi nyingine ya pili, nyongeza zingine 2 ili wapate point 3 za kueleweka. Kwa hivyo huu mpira 90 minutes ulianza, first half inaisha mwezi wa 5 wakati bunge limevunjwa. Tunapumzika miezi 3, naingia second half, nyongeza bao zingine 2, na mimi nishapiga bao 2, point zangu 3, sirudi tena kwa MCA. Tutasonga mbele tukiomba Mungu uko mbele, ili tuachie watu wengine pia wapate nafasi, vijana pia waingie wafanye kazi. Mimi bado ni kijana bwana, utanitoa unipeleke wapi? So na ukweli mama ni kwamba hii miezi 15 it is a very long period of time to make a very big difference. Na umeona tayari ground imeanza kubadilika, watu wameanza kurudi. Watu wale ambao walikuwa wameni-dismiss wamerudi. Ndugu yangu, unajua pia mimi nimekuwa na changamoto ya ugonjwa. Mwaka wote wa 2025 nimekuwa mgonjwa. Pole kwa hali hiyo. Sasa hizi ndo nimerecover, I'm fully recovered. Na sasa hivi niko tayari kuchapa kazi, na tutaichapa, na ndiposa miradi tunazindua, ndiposa tutapata kuku, tunafanya miradi zote. Tunafanya miradi mingi mpaka wale wengi wao nakwambia wata regret kwa nini wali announce kwamba wanasimama. Mimi nimeona tayari wataanza ku regret by December. Wengi wao watasema nilifanya blunder declare, kwa sababu hiyo range nitawachapa, hawataamini. Haya, hiyo range watachapa hawataamini. Si maneno yangu, ni maneno yake.